Brian alikuwa kijana aliyefahamika kijijini kwa kuwa na ndoto kubwa. Alikuwa na akili, nidhamu na alijituma sana katika masomo. Walimu walimwamini na wazazi wake waliamini kuwa angekuwa wa kwanza katika familia yao kumaliza shule na kubadilisha maisha yao. Brian alikuwa na ndoto ya kuwa mhandisi. Mara nyingi alikaa chini ya mti baada ya shule akichora michoro ya majengo na kuota maisha bora zaidi kwa ajili yake na familia yake. Hapo ndipo alipokutana na Amina. Amina alikuwa mpole, mwenye ndoto na mwenye malengo kama Brian. Alitamani kuwa muuguzi siku moja. Kama Brian, aliamini kuwa elimu ndiyo njia yake ya kufikia maisha bora. Walianza kama marafiki, wakisoma pamoja, wakisaidiana, na polepole urafiki wao ukageuka kuwa kitu zaidi. Lakini Brian na Amina hawakuwahi kupata elimu sahihi kuhusu mahusiano, miili yao au afya ya uzazi. Katika jamii yao, masuala haya hayakuzungumzwa wazi. Shuleni, masomo hayo yalipitwa haraka. Nyumbani, kuuliza maswali kulionekana kama aibu. Hivyo walijifunza kupitia maneno ya chini kwa chini, kupitia marafiki na kupitia uvumi. Lakini uvumi haukuwa msaada kwao. Siku moja, kila kitu kilibadilika. Amina aligundua kuwa alikuwa mjamzito. Aliogopa. Aliogopa wazazi wake. Aliogopa kufukuzwa shule. Aliogopa hukumu ya jamii. Alipomwambia Brian, naye alishtuka. Hawakujua wafanye nini. Hawakuwahi kuwa na mtu wa kuwasikiliza. Hakukuwa na huduma rafiki za afya walizoweza kuzifikia kwa uhuru. Hakukuwa na taarifa sahihi za kuwaongoza. Hofu ilianza kuongoza maamuzi yao. Waliacha kwenda shule. Walianza kujitenga na familia zao. Walihisi wamekwama. Hatimaye waliamua kukimbia. Walidhani kuwa kuondoka kungetatua matatizo yao, lakini badala yake mambo yakawa magumu zaidi. Bila pesa, bila msaada, bila mwelekeo, hali yao ilizidi kuwa mbaya. Amina alianza kudhoofika. Hakuweza kula vizuri. Hakuweza kulala. Alijawa na hofu na msongo wa mawazo. Kwa kukata tamaa, walisikiliza ushauri usio salama kutoka kwa wengine. Waliambiwa kuna njia za haraka, njia ambazo hazihitaji maswali wala maelezo, lakini njia hizo zilikuwa hatari. Amina alijaribu kutumia njia zisizo salama ili kumaliza ujauzito. Mwanzoni hakuna kilichoonekana kubadilika, lakini baadaye hali yake ilianza kuwa mbaya zaidi. Aliumwa sana. Brian hakujua afanye nini. Aliogopa kumpeleka hospitali. Aliogopa kulaumiwa na kuadhibiwa au kushitakiwa. Hivyo alisubiri, akiamini kuwa hali itabadilika, lakini haikubadilika. Usiku mmoja, hali ya Amina ilizidi kuwa mbaya sana, na ilipofika wakati Brian alipoamua kutafuta msaada, ilikuwa tayari imechelewa. Amina alipoteza maisha. Ulimwengu wa Brian ulivunjika. Ndoto zake, maisha yake, kila kitu alichokuwa amekipigania kilipotea ghafla. Muda mfupi baadaye, Brian alikamatwa. Sio kwa sababu alikuwa mtu mbaya, bali kwa sababu walikuwa wameachwa bila taarifa sahihi, bila msaada na bila chaguo salama. Hadithi yake ikawa ya maumivu, majuto na ndoto zilizokatika. Hadithi ya Brian na Amina si ya watu wawili tu. Ni hadithi ya ukimya, ni hadithi ya hofu, ni hadithi ya kile kinachotokea pale vijana wanapokosa taarifa sahihi, msaada na huduma rafiki za afya. Kama wangepata taarifa sahihi, kama kungekuwa na mtu wa kuwasikiliza, kama kungekuwa na huduma salama na rafiki, je, mambo yangekuwa tofauti? Ni ndoto ngapi zinapaswa kukatika kabla hatujaanza kusikiliza, kuelimisha na kusaidia?